Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Headlines? Tuko na Nasoro Yanga hapa kwa ajili ya kuzungumza Jumatatu ya leo tarehe 20 ya mwezi wa 10 kwa ajili ya kuzungumza michezo na yale ambayo yamejili katika duru la kimichezo. Nasoro, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kufika siku ya leo. Leti kaifa. Vizuri. Mimi nipo vizuri kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Siumwi popote ba. Haumwi popote, hata Yanga yako haikuumizi? Yanga imetuumiza siku ya Jumamosi. Tokea uongozi wa Engineer Hersi ukae madarakani, haijawahi timu kucheza ovyo kama siku ya Jumamosi. Unakiri wazi? Ikibidi sisi hapa nilivyo mimi, labda nikwambie, kwenye swala la kuambiana ukweli, tutaambiana ukweli. Kwenye swala la kutetea klabu, tutatetea klabu. Siku ya Jumamosi tumecheza chini ya kiwango chetu, haijawahi kutokea kucheza chini ya kiwango. Na uongozi uliamua jambo sahihi kwenda kumtimua mwalimu kwa mpira ule. Mara nyingi mara kadha ukawa unamtetea mwalimu, lakini kwa mechi moja hiyo ndio inafanya mwalimu kuondoshwa. Labda nikwambie, mimi ni influencer wa Yanga Afrika. Si ushaelewa, mimi sio shabiki. Mimi ni influencer wa Yanga Afrika. Kama influencer wa Yanga Afrika, mimi mwalimu akiwepo ndani ya Yanga nitaendelea kumpambania mpaka mwisho wake. Si ushaelewa? Kwa mfano nikuulize wewe, upo ndani umeoa mkeo, mkeo anakojoa, unaweza kutangaza nje mkeo anakojoa? Haiwezekani. Haiwezekani, utaficha siri ya mkeo. Mwalimu sisi tulikuwa tunajua mbovu. Sisi tulikuwa tunajua kwa tumefeli kwa mwalimu. Hila uwezi ukatoka kwenye media mwalimu bado yupo, ukawa unaongelea mwalimu hayupo sawa. Si ushaelewa? Kwa sababu hata hivyo utakuwa unawatoa wachezaji wako nayo kwenye mchezo. Hilo labda ni waase watu wa Yanga Afrika. Si ushaelewa? Sisi kama influencer tulikutana na uongozi. Kwa uongozi sisi tunambeba mwalimu sasa mpaka hatua itafikia hatua itashindikana kubebwa. Maana mwalimu habebeki. Wakasema subirini, tutafanya marekebisho. Na kweli uongozi wa Yanga sikivu umefanya mabadiliko. Labda ni watoe hofu mashabiki wa Yanga Afrika na wanachama wa Yanga Afrika. Timu ipo Dar es Salaam, timu inaendelea mazoezi, kocha msaidizi. Sasa hivi timu ipo chini ya kocha msaidizi. Mazungumzo yanazungumzwa na mwalimu nguli Afrika. Mwalimu nguli. Shehe wangu hili nakuambia, naanza kuongea mimi, utakuja kuanza kutokea. Hatuchukui mwalimu wa Madagascar wanazungumza wao. Sisi tunachukua mwalimu ambaye amewahi kufundisha National Al na akapata mafanikio, ndio atakuja kufundisha Yanga Afrika. Ndio unatuambia Nasoro. Hii kanao utakuja kuona. Kama unamjua mwalimu alotia mafanikio National Al, ndio mwalimu anakuja kuwa wa Yanga Afrika. Si ushaelewa? Hii kaa alafu utakuja kuniambia. Sio mwalimu wa Madagascar, wanajidanganya. Huko hatupo. Mwalimu wa Madagascar ni wa kawaida mno. Kwanza ni ukuweke wazi. Huyu mwalimu wanomsifia Lolo, mwalimu wa Madagascar, sio mwalimu wa timu ya taifa Madagascar. Umeona kwenye michuano ya CHAN lakini. Nisikilize sasa, ujue shida yenu wengi wa Tanzania hamfuatilii mipira. Mkimwona mwalimu tu mnasema mwalimu wa Madagascar sio yule mwalimu mkuu. Yule anafundisha vijana. Hila kwa vile wanakuja kwenye CHAN, sawa, ndio akaambiwa yule nenda na timu. Watu wamemuona wanamsifia bora yule. Kama ulimuona wanavyocheza kombe la dunia, yule ulimuona akasimama? Lolo umemuona akasimama? Kwa hiyo tufuatilie mpira kwanza. Nasoro, wakati kuwa huku mambo magumu, benchi la ufundi limeenda kubadilika kwa Young Africans. Kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, gari limechanganya sasa. Hii haiwapi uoga kwenye msimu huu wa 25-26? Mambo sio magumu. Wewe ukiniambia Yanga mambo magumu, mimi nakuona hata wewe unaonioje haupo sawa. Susha leo mambo magumu kufungwa. Mabadiliko ya benchi la ufundi yanaweza yakaleta athari. Umeanza kuzungumza Yanga mambo magumu. Maana yake mambo magumu ni timu ambaye mwenendo wake si mzuri. Yanga mpaka sasa hivi kacheza mechi 7 za mashindano. Sawa? Kashinda 5, kasuluhu 1, kafungwa 1. Sio mwenendo mbaya. Si ushaelewa? Na swala la kubadilisha waamuzi
walimu, hili ni swala la kawaida. Labda nakukumbusha mashabiki wa Yanga. Mwaka jana ndani ya msimu mmoja sisi tumebadilisha makocha watatu na tumeenda kuchukua ubingwa. Sio leo tumebadilisha makocha watatu tumeenda kuchukua ubingwa. Kwa hiyo sisi hatuna pressure. Wameshinda kwao. Wanakuja uwanja wa Benjamin William Mkapa. Pili, ile timu ilitufunga sisi, watu wasiibeze. Wana mwaka wa 3 ndani ya ardhi ile hawajafungwa. Kidogo hapa watu wakafuatilie. Wana mwaka wa 3 ndani ya ardhi ile hawajafungwa. Mtu katoka pale kapata suluhu. Si ushaelewa? Kwa hiyo wao wameshinda kwao. Na sisi tunajipanga kuja kushinda nyumbani. Mimi nawaasa na kuwaomba mashabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga, tukakate tiketi. Twende tukajaze uwanja wa Benjamin William Mkapa kwenda kutoa hamasa kwa timu yetu kwa tunahitaji kuingia makundi. Baada ya kumleta Patrick Mabedi kama kocha msaidizi wa Young Africans, huenda ndio sababu iliyosababisha Folz kufanya kile ambacho amekifanya kwenye mchezo ule na Silver Strikers. Mwalimu Folz, kuna vitu vingi watu unajua kuna siku nyingi hapa watu walikuwa wanawauliza shida mwalimu ni nini? Nadhani unakumbuka. Watu walikuwa wanashindwa kuniambia shida mwalimu ni nini. Ila mimi nilikuwa najua shida mwalimu ipo wapi. Bila kusema. Siwezi nikakugea kodi mwalimu ipo ndani. Yaani sawa unaenda kutoa siri ya mkeo. Si ushanielewa mpaka hapo? Mimi hata kama jiwe liwe ndani ya Yanga, labda nikuweke sawa hapo, mimi nitalipigania mpaka chozi la mwisho. Folz, watu wako wanakuambia apigi pasi, sio pasi. Folz ana mfumo mmoja tu, habadiliki. Sio huo mfumo habadili, ambaye akishakamatwa kakamatwa. Kwa sababu mechi kama hiyo tulienda kucheza Mbeya City wanacheza steli kama ya wale, tukakwama. Na kule tumeenda steli ile wale yani ni steli ile wanacheza Mbeya City na wao ndio wamecheza vile vile. Sisi tumeenda tumekwama kwenye tope. Kwa hiyo viongozi wa Yanga wameenda kuangalia, kwa sababu katika mashindano ya klabu bingwa na ligi wachezaji timu zinacheza kama design hizi zipo nyingi. Kwa maana yake mwalimu mechi nyingi kama hizi ataenda kuharibu. Ndio maana tukaambiwa nenda unako henda. Hii ni Yanga Afrika. Sisi hatuna rafiki wa kudumu. Sisi kama Marekani yani hatuna rafiki wa kudumu. Hatuna uvumilivu. Kashatupisha. Kocha msaidizi yupo na timu, vyeti vyake vinamruhusu hata kusimama, si ushelewa, na CV yake inamruhusu. Sawa, hatuna shida, ila lazima iwe mvua iwe jua, Yanga anacheza makundi. Sema lakini Pantev hatasimama kwenye benchi la ufundi, lakini kaonekana kwenye benchi la ufundi la Simba Sports Club kwenye touchline. Kasimama kama nani? Nisikilize basi, usiniambie nasema kocha wa Simba asimame kasimama. Kasimama kama meneja, sio kocha mkuu. Wangu kama ukitaka kufuatilia kule walivyoenda katika mazoezi ya mwisho waligombana Matola na kocha na meneja. Kwa nini waligombana? Nikuuliza, uliona ile clip? Niliona. Kwa nini waligombana? Tuweke wazi wa Tanzania kusudi waelewe. Msiongee vitu vya mazoea au vya kudanganya wananchi. Matola alikataa kupanga koni kwa sababu yeye ndio katambulishwa kocha mkuu. Si ushaelewa si? Umeelewa si? Matola kataa kupanga koni. Si ushaelewa? Kwa hiyo maana yake Matola bado anabaki ndo coach wa Simba. Yule msaidizi. Tena sio msaidizi, yule meneja. Yaani yule sawa na wote ndani ya Yanga Afrika. Wote unamjua? Kama mjua Wote Wilson, yule aliyopigwa kadi ya njano kule Malawi, ndio sawa na yule. Hata Wote anasimama au muone Wote anasimamaga? Anasimama kwenye touchline, unaruhusiwa. Meneja unaruhusiwa. Labda hapa tuwaweke wazi wa Tanzania. Meneja wa timu anaruhusiwa kusimama kwenye touchline. Na ndio maana wamemsajili kama meneja, sio kocha. Hana leseni ya FIFA A Pro. Na kurudia tena, hana leseni ya FIFA A Pro. Kama anayo, mimi natoka uchi hapa mpaka Mbagala, nguo zangu unashika wewe.
Na pili, shehe wangu usibabaike, wameenda kukutana na timu gani? Hizi wameshinda goli 3, wameenda kukutana na nani? Shehe wangu tupo hapa. Na hii ndo kawaida yao. Mida kama hii ndo kawaida yao kushangilia. Sisi kwetu Kilwa. Kwa sababu mimi ujue nimetoka Kilwa. Kilwa zamani magari hakuna. Magari unaenda kupandia mbali kama hapa na Mbagala. Inabidi unatoka alfajiri. Nisikilize historia. Sikiliza vizuri. Unatoka alfajiri kwenda kutafuta nini? Magari. Kama unatoka alfajiri usiku, mwanamke hawezi kukaa nyuma. Mwanamke anatangulizwa mbele. Mwanamke akishatangulizwa mbele, kushakucha, jua lishatoka, mwanamke ndo anarudi nyuma, mwanamume anakaa mbele. Kwa hiyo sasa hivi usishangae hawa kukaa mbele. Sisi wanaume tunakaa nyuma. Hii alfajiri. Subiri kushakucha, mwanaume atakaa wapi? Sikika Ahmed Ally akisema kwamba, na kurudia tena, Yanga ndio wanaume. Hii alfajiri wamewatanguliza wake zao Simba mbele. Kushakucha, nitakuja kukuuliza tena, hii clip iweke. Yanga anaenda kucheza makundi na Yanga ndio bingwa hapa. licha ya mabadiliko ya benchi la ufundi. Kurudia tena, mabadiliko unashanga vipi? Mwaka jana sisi tumebadili msimu mmoja makocha 3 na tukachukua vikombe 5. Sasa itakuwa mwaka huu ndio tunabadilisha kocha mmoja? Yanga anaweza kubadilika mwalimu. Fozi ndio kashindwa, lakini kwa timu ya Yanga hata mimi nasimama inashinda. Hata wewe naso. Wallahi nakwambia kwa timu ya Yanga, kwa quality ya Yanga, mimi nasimama nashinda. Mwalimu tu anakwama wapi? Ndio nikashangaa mpaka anakwama wapi? Yaani mpaka sabu anashindwa kuzipiga, kutoa sabu ndio namshangaa wapi? Ila kwa timu ya Yanga mimi nasimama mwanangu tunashinda. Wewe naso. Wallahi dini yangu akisamu. Kwa quality ya Yanga, mimi nasimama tunashinda. Ndio zinasikika kauli unasema kwamba Silver Strikers ni bora kuliko nani? Sijajua kuliko Yanga ama kuliko nani, lakini umesema ni bora. Shehe wangu nisikilize nikwambie, mtu anakuambia bora tu. Sawa? Na wewe usishangae. Labda ni wakumbusho wa Tanzania. Sisi tulifungwa goli 3. Haya mashindano sisi ndo tuna historia nayo. Babu, haya mashindano Yanga ndo mna historia nayo. Sisi tulifungwa goli 3 na Blues Daddy. Umesahau nikukumbushe. Sisi tumepigwa chuma 3 na Blues Daddy. Watu wote walitutoa kwenye mashindano. Watu wote watuambia si hatupo. Akaja uwanja Benjamin William Mkapa akachukua mzigo wa goli 4. Siusha leo akaja Benjamin Mkapa akachukua mzigo wa goli 4. Sasa hili goli 1. Nisikilize vizuri. Hili goli 1. Tusubiri hapa. Sisi tulipigwa na Mediama nyumbani kwake goli 2. Benjamin akaja kuchukua vyuma 3. Mmesahau? Ubaya wao wametufunga goli 1. Uwanja Benjamin William Mkapa sisi tutakuja kuwauliza walitufungaje. Omba uwai. Shehe wangu omba uwai. Uwepo siku ya tarehe 25. Tunacheza nao tarehe 25. Omba uwai. Tarehe 25 uwepo. Babu umemwona engineer akasimama akachukia. Haujamuona? Sasa yule mwamba akichukiaga. Yaani yule mwamba akichukia, mechi inayofuata utajua kitu gani anachokifanya. Babu mwamba kwenye gari katoka uwanjani hajaongea na mtu. Hao ndio viongozi wa mpira. Wenzetu wengine wakifungwa wanachekelea. Kuna utofauti. Na unaona mashabiki wa Yanga wanaumia. Sisi hatujazoea kwenye hali hii. Siusha hila tunaenda kufanya rotation. Tunaenda kurudi vingine. Wale wasitegemee Yanga ile wanaenda kuiona kule ndio wanakuja kuiona uwanja wa Benjamin William Mkapa. Shehe wangu, mimi sina wasiwasi na wala sina pressure yote. Najua bado muda na saa tu Yanga kuingia group stage. Naenda group stage. Bado muda na saa tu Yanga kuingia group stage. Sisi tunachowaomba kitu kimoja. Mashabiki wa Yanga waliokuwa mikoani, waliokuwa Dar es Salaam, kwenda kukata tiketi siku ya Jumamosi. Twende tukajaze uwanja wa Benjamin William Mkapa.
wachezaji wetu wakajue sisi kitu gani tunachokihitaji. Walikuwa wanasema hawamuhitaji mwalimu. Sawa, mwalimu kashaondoka. Kwa hiyo sasa hivi hakuna kitu tusichokitaka. Sasa hivi bado kubaki ni starehe. Kwa hiyo tunachohitaji sasa hivi kwenda uwanja wa Benjamin William Mkapa, kwenda kujaza uwanja. Hila group stage ni lazima kama kifo na binadamu. Hii weka group stage Yanga kucheza kama kifo na binadamu, labda uhamishwe uwanja wa Benjamin. Tuna uwanja wa Benjamin haiwezekani. Mwambia labda uhamishwe uwanja wa Benjamin. Kama tunaenda kucheza uwanja wa Benjamin, Yanga ni lazima kama wewe kufa. Hata wewe pia naso. Hata mimi kufa, unaogopa kufa? Mimi hata subiri kwa ndani ya masaa 3 yajayo unaweza ukasikia Yanga na Solo wamefariki. Kwa sababu mimi na wewe pua zetu zimeinama chini, lazima shehe wangu kwenda, sio yali, ni lazima kila binadamu aonje mauti. Kwa hiyo usiogope. Mimi nikiondoka utasema kuna mwamba alikuwa na Solo anaongea. Ni sawa na Yanga kuvuka kwenda group stage, ni sawa na kifo. Yanga kuvuka kwenda group stage sawa sawa binadamu na kifo. Ni lazima, sio yali. Sisi tunachohitaji mashabiki. Hakuna chochote kinachotakiwa. Na kama hujaonekana uwanja wa Benjamin William Mkapa upo Dar es Salaam, usiongelee Yanga, nyamaza kimya, kwa sababu huna sababu. Unaongelea nini? Sisi Jumamosi tunahitaji mashabiki wengi kuliko chochote, kwa sababu shabiki ni mchezaji wa 12. Susha leo shabiki ni mchezaji wa 12. Tunahitaji mashabiki uwanja wa Benjamin William Mkapa. Asante sana. Asante.